mimi kifupi binafsi nilikuwepo kwenye tukio hili la press, na maana wao wameitwa, kama wameitwa ngoja tusubiri nini kinaendelea, nini kimefikia mwisho. Baada ya hapo kitakachotoka sasa cha mwisho tutasimama na tutazungumza, kwa sababu tunajua jambo likishakuwa kwenye ngazi za kisheria tuliachie kwanza lifanye kazi yake, ikishafika mwisho tutakaa na tutazungumzia ufafanuzi, kwa sababu sisi ni watu ambao wako kanje hapo, sisi watu wako na kona. Lakini wale binafsi hawakumtaja yule akiwa nje ya Simba, wamemtaja akiwa ndani ya Simba. Hapa tuna matajiri wengi. Balesa tunayo. Nani ajui kama tuna Balesa? Na ndio kila mtu alikuwa anajua Balesa ndio tajiri namba 1 Tanzania. Yeye kumwambia Mo ndio tajiri namba 1, sasa hizi anakukataa. Pamoja takwimu zimetoka msimu uliisha top 10. Balesa yuko nafasi ngapi kwenye ile top 10? Baada ya yeye kufanywa fujo pale KMC. Fujo nyingine ilihamia Zanzibar. Mimi nimemshuhudia kwenye derby ya Kariakoo juzi. Yes, shabiki kaja akampiga. Sasa anajitengenezea mazingira mabaya sana. Kwa sababu umeshakuwa shabiki kapiga Dr. Mo. Shabiki kafika na mvamia, ndio unanikera sana, unaniudhi, unanichafua, naumia kwenye nafsi yangu. Sasa kama shabiki mwenzako anakuja na kufanya kupiga bao, inakuwaje? Kwanza kwa uchache nini ambacho kesi yao ikoje, lakini pia ujumbe wako unaotuma kwa jamii, kwa sababu tumeona taharuki, mashabiki wanafurahia na vitu vingine kama hivi. Mimi siku zote unajua kitu chochote kilichokuwa kwenye ngazi ya sheria siku zote hataki kuzungumzwa mpaka pale hitimisho lake litapokuwa limepatikana. Kwa mimi kifupi binafsi nilikuwepo kwenye tukio hili la press, na maana wao wameitwa, kama wameitwa ngoja tusubiri nini kinaendelea, nini kimefikia mwisho. Baada ya hapo kitakachotoka sasa cha mwisho tutasimama na tutazungumza, kwa sababu tunajua jambo likishakuwa kwenye ngazi za kisheria tuliachie kwanza lifanye kazi yake, ikishafika mwisho tutakaa na tutazungumzia ufafanuzi, kwa sababu sisi ni watu ambao wako kanje hapo, sisi watu wako na kona. Tukiona liko hivi tutazungumza likiwa hivi, likiwa hivi tutazungumza likiwa hivi, yani ni hivyo, kwa sababu lipo kule, ngoja tusubiri mwisho wake utakapokuwa, tutalizungumza kwa marefu na mapana, kwa sababu mpaka sasa hatujui walipoitwa huko wamezungumza nini, kwa sababu walishaenda toka jana, wamezungumza nini na mwisho wake utakuwa nini. Kwa hiyo tusubiri hatima hili jambo lao, mwisho wa picha tutajua ni kitu gani cha kuzungumza. Na kuhusu mashabiki ambao wao wanashangilia, ni maoni yao, lakini sio jambo jema. Wasubiri majibu yakishatoka, tutaweza kuona kwamba wanaendelea kushangilia hivyo wanavyoendelea kushangilia ama la. Huwezi kumzuia mtu kwenye mapenzi yake ukamuondoa kile stress, ni kitu ambacho kiwezekana. Kuna mtu kila siku anapigwa na mkeo, lakini ndo anafurahi. Wewe hata kama ni ndugu yako, huna mamlaka kumwambia wewe yule mwanamke mwache. Hujui wenyewe wanaelewana vipi, wanapendana vipi. Kupigana pengine ndio sehemu ya mapenzi yao, sababu kuna baadhi ya makabila tunajua bila kupigwa mtu anasema kabisa mimi sifurahi. Sisi wenyewe tunajua, tunayo hapa kwenye taifa letu. Yaani mtu lazima apigwe ndio afurahi. Kuna mwingine asubuhi akiamka kama akatafute manyingi kwanza akayatikiza kwenye miti ya mgonge yale manyingi atoke jasho. Atoka pale anaenda kazini. Wewe ushakuona tukio hili? Mimi nishakumshuhudia mzee. Sawa? Mzee nishakumshuhudia kwa macho yangu. Yeye asubuhi akiamka tu kuna mti ipo karibu kwake, kuna mti tunaita mwegea, siku kuna madudu marefu marefu na kamba hii makubwa. Yeye anaenda yale asubuhi kila siku anatikisa pale manyingi yanamgonga. Anatoka jasho afu ndipo anaenda kazini. Wewe ushakuona nyingi wewe unaweza kulifurahia ile kugonga. Na kati kugonga unatoka manundu ndugu zako ndio sherehe yake. Kwa hiyo kwenye hao ambao wanasherehekea waje waendelee kusherehekea, kwa sababu jua wanapata nini kwenye hiyo sherehe wanayosherehekea, kwa sababu wote ni Simba na kauli yetu ni Simba nguvu moja. Maana yake ni ushirikiano wa pamoja. Yule wa daraja la chini, wa daraja la kati na daraja la juu wote ni Simba. Kwa sababu kuna watu walitokaga hapa wakaitisha press wakasema kwamba fulani anunui chapati, fulani anunui kitumbua, yeye anaonesha buti lake. Sasa buti lako ndio Simba. Anaonesha simu yake, simu yako ndio Simba. Kwa hiyo ule ni utashi wake na uelewa wake ambao ndio umempelekea kufanya vile vitu. Ndio maana nimesema kwa kila mmoja na kitu ambacho anachokifurahia nje ya Simba Sports, lakini watu wameingia Simba kila mmoja na uelewa wake. So wote tulioingia Simba au tunaipenda Simba tutakuwa na uelewa mmoja na tutakuwa na mawazo ya aina moja. Hizo kitu ambacho kiwezekana. Kwa kuelewesha watu wanaofurahia, maana yake wanaona kuna sehemu kina Dr. Mo alikosea. Walikosea. Ndio maana nimekwambiaje? Kila mmoja pale anachokiona yeye kiko sahihi. Makosa hakuna mwanadamu aliyokamilika. Kila mwanadamu ana mapungufu. Zaidi ya Mwenyezi Mungu peke yake ndio hana mapungufu. Sababu yeye ndio ametuleta sisi hapa duniani. Yeye ndio anahitaji leo uondoke, urudi huko ambaye anaona yeye panafaa au uendelee kubaki hapa duniani. Wewe uko na kuondoka, unajua kuna kitu gani kinaendelea? Hao wote basi hizi hawapo. Wako chini ya huo mgongo wa ardhi. Wewe unajua kuna nini kinaendelea huko? Pamoja tunapewa mawaidha kwenye dini zetu hizi mbili, sawa, kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini unajua nini kinachoendelea huko? Hakuna ambaye kaenda karudi kajua huko kuna nini kinaendelea. Lakini yeye alotuleta hapa na makusudi yake, na tunapoondoka huko pia na makusudi yake. Ni nini kitaendelea huko? Kila mmoja kishaenda huko atajua nini kinaendelea huko. Lakini hapa maoni yatatoka kila hivi. Kila mtu atazungumza kila anachoona kinafaa. Kuna mwingine anakuambia Mwenyezi Mungu hayupo. Anaamini kile anachokiamini yeye. Lakini sisi wote tunajua ni wajibu wa Mwenyezi Mungu. Lakini mwanzo nilikusikia ulizungumza kwamba wale mpaka wamefika hapo ni kwa sababu walikuwa wanaizungumzia club. Ya, wamezungumzia club, hakuna ubishi. Kuzungumzia club wamezungumzia club, lakini masuala ya kuzungumzia club kuna mtu katajwa. Huyo alotajwa manake ndo kaja juu, kwa sababu katajwa. Kaja juu ndo kawapeleka huko. Kwa hiyo tunasubiri huko ni nini hitimisho lake. Baada ya huko tutazungumza zaidi kama nilivyozungumza. Lakini wale binafsi hawakumtaja yule akiwa nje ya Simba, wamemtaja akiwa ndani ya Simba. Hapa tuna matajiri wengi. Balesa tunayo. Nani ajui kama tuna Balesa? Na ndio kila mtu alikuwa anajua Balesa ndio tajiri namba 1 Tanzania.
Yoyote kumwambia Mondo tajiri namba 1 saizi anakukataa. Pamoja takwimu zimetoka msimu uliopita top 10. Balesa yuko nafasi ngapi kwenye ile top 10? Utaweza ukashangaa. Hata kwenye tatu bora pale hayupo. Unaweza ukashangaa. Kwa nini? Na kati ndio tunajua ndo tajiri namba 1. Lakini Mondo tajiri namba 1 Tanzania. Lakini tajiri namba 12 barani Afrika. Bara lina nchi 54. Yuko nafasi ya 12. Nchi ngapi kazibeba? Na zote zina matajiri. Pesa anayo. Sio kwamba hana pesa. Sikaguswa na pesa zake, lakini bado kuna wapambe wamejitokeza, wamepushi jambo na yeye binafsi ameona sio vyema atimize kile cha watu ambao wanapush, ametimiza. Kwa tunasubiri baada ya hiyo kutimiza kwake nini kitatokea. Lakini naamini binafsi hii ni kesi ya mpira. Kesi ya mpira itamalizwa kimpira. Kama imeenda nje ya mpira basi itamalizwa nje ya mpira. Haina shida. Kwa kikubwa tusubiri hitimisho la hilo jambo, tutakuja tutalizungumza vizuri kwa mapana. Lakini mimi nazungumzia hawa mashabiki ambao wanaendelea kusherehekea vitu ambavyo havina msingi. Tutulie. Sehemu gani ambayo labda Dr. Mo pamoja na JB Stanley wamekosea kiasi kwamba mashabiki wengine wa Simba wanafurahia kile ambacho kinawakuta wenzao? Wao wanapoona wamekosea ni sehemu ile ya kumtaja tajiri. Hilo ndio jambo la kwanza. Lakini options ya pili ambayo imewafanya watu waje juu zaidi ni ile kuomba radhi. Yaani wakati leo unasema nakula ubwabwa na nyama, alafu ubwabwa na nyama unapikwa, unautia mchanga unasema nataka ugali na kisamvu. Na ubwabwa na nyama umeshapikwa. Tayari pale unaonekana wewe ni watu wawili tofauti, sio mtu mmoja. Hiyo nadhani ndio imezua taswira kubwa, lakini taswira ya kwanza ni kumtaja tajiri. Kwa sababu hata mimi binafsi ukiingia kwenye comment za watu utasikia wewe chawa tu. Wewe chawa Mangungu. Sasa mimi chawa Mangungu. Mangungu ni kiongozi wa klabu gani? Kabisa. Mimi nitakubali sawa ni chawa Mangungu. Mangungu ni kiongozi wa klabu gani? Yaani mpaka uwe chawa maana yake huyo mtu yuko nje ya hiyo taasisi anayoiongoza. Sasa yuko ndani unakuwaje chawa wapi? Yaani mimi nitetema off. Yaani nikose furaha nitetema off. Inawezekana? Ni kitu ambacho kinawezekana. Mimi nitamtetea mtu ninapoona furaha inapatikana. Lakini furaha ikikosekana, huyo mtu mimi nitamgusa. Ndio maana watu wanaona Mo kaguswa sehemu watu furaha hakuna. Hivi furaha ingekuwepo unaweza kumgusa Mo? Furaha ipo. Furaha ipo, unamgusaje huyo mtu? Unaanzia wapi? Hata utakuwa mtu wa ajabu, lakini furaha inapokuwa hakuna, lazima tuipambanie klabu yetu irudi kwenye furaha. Na maana kama kilichotokea Zanzibar juzi, kila mwana Simba pamoja ile mechi ya kushinda, lakini bado ana imani kwamba Simba hii inaenda kufanya vizuri msimu huu. Kwa performance ambayo kaionyesha zidi ya mtani wake, ambaye kachukua ubingwa mara 4 baki na kutufunga mara 6 mfululizo. Performance tu imekuja kuaminisha kwamba wana Simba, kwa Simba hii ya wachezaji hao wameingia dirisha dogo, wamekuja kuleta uhai kwenye klabu yetu. Bila kuzungumza huwezi kupata wachezaji wazuri. Wewe ukikaa kimya, watu wanafanya wanachokitaka. Lakini ukiwa mkali kwenye jambo lako ambalo watu wanaliongoza, kila kitu kitakaa sawa kwa sababu unawastua, kumbe wenyewe wako makini, hawajalala. Wewe unafikiri wezi asimekuwa wanaiba muda gani? Si watu wamelala. Umelala, watu wanakata nyavu, wanaenda wanaingia, kama ni kisimu wanapapua, kama ni sura yako umekakaibu wanaweka mtu wanachukua, wanaondoka. Lakini ukiwa macho hawezi kufanya ile tukio akakata nyavu kwa macho. Kwa hiyo tunapozungumza tunawastua na wale, ndio maana tunaona kina Libasa wewe unaona. Ino Jeru tunamuona. Sawa? Mimi huyu mwingine nimempa jina kabisa la kabila la Mkulia. Sawa? Huyu ni Seti Waula. Huyu ni Mkulia mimi namuita. Angalia kazi anaifanya. Kamwangalia yule Ismail Tule. Na ndio alikaa benchi yule muda mrefu hajacheza alikuwa nje. Lakini kamwangalia Jibril Kasale pale golini. Kazi anaifanya. Ni wachezaji kweli. Yaani wachezaji wanne waliosajiliwa kwenye hili dirisha dogo wa kimataifa. Ni hatari. Ukijumuisha na Chama ambaye karudi nyumbani. Ukimchukua na huyo Kibabaga ambaye kule alienda kuuza makopo, kaja kucheza mpira Simba Sports. Angalia kazi anaifanya. Simba inogire ndio hii hapa. Kila mmoja ana fly size. Huwezi kuiona hiyo bila kusimama imara na kuzungumza ukweli. Umesema hiki kilichowakuta kina Dr. Mo na JB ni kwa sababu ya kuitetea klabu. Umuhimu wao bado ni mkubwa kiasi gani ndani ya klabu ya Simba wao kama mashabiki? Umuhimu bado ni upo mkubwa sana. Pamoja na madhaifu yao kama mwanadamu mwingine, lakini umuhimu wao bado ni mkubwa ndani ya Simba. JB Stanley na Dr. Mo bado wana maarufu mkubwa ndani ya Simba na bado wana mchango mkubwa pia ndani ya klabu ya Simba. Pamoja kila mwanadamu ana mapungufu. Kwa sababu kile walichokifanya cha kuomba radhi tayari ni mapungufu. No doubt. Ni ukweli ambao hujajificha, lakini pia wana mchango mkubwa ndani ya Simba Sports. Yaani huwezi tu kuwakataa tu kawaida. Kila mmoja hawezi kupenda pale ukifanya kitu tofauti, kila mmoja atakichukia. Lakini ni sehemu ya chachu na kumwambia ukweli, yanaisha maisha mengine yanaendelea. Lakini lisiwe chachu kila sehemu anapokuepo basi akaonekana yeye kama sisimizi ni mtu ambaye hakiwezekani. Kwa hata wao wenyewe wanatambua kwamba ni wana Simba sasa hivi kwenye vichwa vao wanafikiria nini kuhusu wao. Lakini nimepata taarifa ya mdau pia anasema kwamba Zanzibar aliguswa huko, si alipigwa kibao. Lakini hiyo yote ni changamoto kwa sababu hii ni sehemu ya furaha. Sio kwamba labda yeye hii ndio sehemu ya maisha yake, hii ni sehemu ya furaha. Na kila mmoja yupo huko kwa ajili ya furaha. Leo mimi naweza kusema hapa napenda Simba Sports, lakini ukienda kwenye mabara mengine pia na timu zangu pia nazipenda huko. Mimi kama Uingereza timu yangu Arsenal, lakini toka 2009 mimi mechi yangu ya mwisho ilikuwa Arsenal dhidi ya Liverpool ambaye sare ya 4-4. Ndio mechi yangu ya mwisho kuangalia na nimesema sitoangalia tena Arsenal mpaka nihakikisha nakuwa mimi. Shukrani sana. Kizinga dakika moja tu nakuomba. Nilikuwa nazungumza na wewe ama ulikuwa visiwani Zanzibar, Kizinga, kwenye mchezo wenu wa dabi ya Kariakoo. Tunazungumzia hivi sakata manake tunasema hawa ni wadau wa michezo na ni mashabiki pia ambao
ni sura ya mashabiki wengine, yaani kwamba ni wawakilishi wa mashabiki wengine. Hiki kilichokuta kina Dr. Mohamed, wewe ulisimamia msimamo wako na kwamba unahitaji wapewe nidhamu. Yaani kweli mimi kwanza, kama unavyofahamu, nahodha wa mashabiki lazima usimamie vyema, haki itendeke. Mimi nikimwangalia Dr. Mohamed na nishawahi kumwambia, nimwambia wewe ni mtu ambaye uko vizuri sana kwenye kujieleza, kuzungumza, unafaa kuwa kiongozi, lakini jitafakari, kuna mapungufu makubwa ambayo unatakiwa ukae chini ujitathmini. Kwa nini? Akaanza kwa nini? Nikamwambia kwanza, unatakiwa tunaishi kwa kuziheshimu mamlaka zilizopo, si ndio? Nikamwambia wewe ulishawahi kupata hatia ya kumtusi au kumfanyia shambulizi rais wa shirikisho la mpira Tanzania Wallace Karia. Ilikuletea shida sana kiasi kwamba ukapewa adhabu ya kufungiwa, na ulifanya shambulio ambalo sikulipenda kiukweli, kwa sababu Wallace Karia anahusika nini kwenye matokeo ya Simba dhidi ya Azam? Anahusika nini? Umeelewa? Kwa ulifanya makosa ambayo wewe mwenyewe katika akili yako unaona kabisa nafanya makosa, kitu ambacho kilikuwa sio kizuri. Nikamwambia tafakari, umekuja tena kwa mara nyingine ukaleta shida hapa katikati hapa. Dr. Mohamed amepelekwa sana polisi mara nyingi sana, Simba wamempeleka sana polisi. Baada ya hapo ikapotea imani yake kwa mashabiki na watu, umeelewa? Imani ikapotea, wakawa wanamuita tapeli, wakawa wanafanya hivi. Kama jitafakari, jisafishe, uwe safi. Ashawahi kupata kashfa kwamba amesema amefiwa na mtoto, umeelewa bwana, amefiwa na mtoto Mwanza. Lakini lilikuwa ni kweli hilo? Hapana, alikuja mwenyewe akasema kwamba niliwahi kuwa na mahusiano, mwanamke akaondoka, lakini akajaga akanipa taarifa. Yaani unakuja kupewa taarifa. Kwa hiyo zilikuwa propaganda. Zilikuwa propaganda kwa maelezo yake. Alafu mtoto ukimwangalia, mtoto Muhindi, afu yeye ndio hivyo tena Kigoma. Umeelewa bwana? Kwa hiyo ikawa ni shida. Kwa hiyo nikamwambia jitafakari, lakini imekuja kutokea tena juzi. Amefanya kitendo ambacho mimi sikukipenda, kwa sababu mimi ni mmoja kati ya wanachama wa Tanzania Sports Influencers, kundi la hamasa ya timu ya taifa. Mimi huwa mara nyingi sipendi kuona vitendo ambavyo vinakuwa sio vizuri. Tulikaa tukakubaliana kwa pamoja kwamba tunatakiwa tuviheshimu vilabu vyetu, kwa sababu ndio vimetufanya tuwe hivi kwa ajili ya kusupport timu yetu ya taifa. Lakini tukivikosea vilabu, tutakuwa pia tunajitengenezea mazingira mabaya, si ndio? Tukakubaliana hivyo. Sasa kama tumekubaliana, alafu wewe unaenda kukiuka makubaliano, unafikiri mimi nitakuwa sawa na wewe? Lazima niwe tofauti na wewe. Kwa hiyo hawa watu tulikubaliana tuviheshimu vilabu vyetu, lakini yeye na wenzake wakaenda kuleta taharuki kwenye klabu yake ya Simba. Sasa nini? Wote ni watu wazima, si tuna familia? Kama tuna familia, tunapozungumza kitu kimoja kwenye vikao vyetu, tusilete taharuki kwenye hivi vilabu. Yeye na wenzake wakaenda kuleta taharuki, wameenda mbali zaidi, wamekwenda kuleta taharuki mpaka kutukana biashara ya tajiri. Umeelewa? Kitu ambacho sio kitu kizuri. Kwa kitu ambacho alichokifanya, angalia hao watu waliotajwa, kasoro mchungaji. Mchungaji mpaka sasa anajuta kwa nini alishiriki ile press. Lakini mwangalie Jibisi nani? Amepelekwa mara ngapi? Amewahi kupelekwa loka kwa sababu ya mechi ya Simba na Yanga, tena kuleta taharuki. Umeelewa? Kwa hiyo watumie umaarufu wao vizuri, watumie ushabiki wao vizuri kwa kuviheshimu hivi vilabu, kwa sababu Simba umeita wewe press. Sawa, una interest na waandishi wa habari, unao wengi, ukipiga simu wanakuja. Lakini waangalie Simba. Unaingia kwenye majukumu ya klabu sio yako. Simba na mikataba na tajiri, huyu ni mwekezaji wa klabu ya Simba. Wewe unaingia vipi kuleta taharuki? Hebu kaa utulie, mengine yakupite. Wewe unatakiwa ushauri. Jamani, tunaomba fanyeni moja mitatu. Kwa mfano leo hii tokee sisi twende tukalete taharuki kuhusu JSM. Mimi nikimwona mtu analeta taharuki kuhusu JSM mimi naruka vizuri sana. Tumalize hili. Ulikuwa visiwani Zanzibar. Yeye ni shabiki na mwanachama wa klabu kubwa hiyo ya Simba. Na kama ambavyo umesema ni maarufu, lakini pia ni mwakilishi wa mashabiki wengine. Umezungumzia kwenye dabi tukio ambalo ukamwona kwamba kuna mtu akamnasa kibao. Tumefikia huko. Yes, mara baada ya yeye na wenzake kuita press ambayo ileta taharuki, lakini baada ya hapo kwa muda mfupi wakajitokeza kuomba radhi. Kwanza ni kitendo ambacho sisi kama Tanzania Sports Influencers tulilalamika na tulimaini sana. Wewe kama mwenyekiti wetu, kwa nini unaenda kuleta taharuki na tushakubaliana? Kwa nini unakiuka? Kwa sababu taharuki ile ileta haiwezi kwenda kuleta mabadiliko kwenye klabu, kwenye mifumo ya klabu. Ni mifumo ambayo ipo kisheria, ina viongozi na bodi. Hawa ndio wanatakiwa kurekebisha matatizo ya klabu, si wewe. Wewe unaenda kuleta taharuki. Ile jambo lilimsababisha akawa na maisha magumu kwa mashabiki wa Simba, kwa sababu walimpiga zile chupa zile za maji, wakamwagia maji pale KMC akiwa na mabouncer, kitu ambacho kilileta shida. Lakini haikuishia hapo. Kulikuwa kuna safari ya kupeleka mashabiki Mwanza, kitu ambacho mimi sikukipenda. Niliwaambia wewe ni mwenyekiti na wengine wote, unapelekaje mashabiki wa Simba
Simba inacheza ipo Benjamin Mkapa. Inacheza mchezo wake wa kimataifa. Simba inawahitaji mashabiki. Walipe vingilio klabu ipate fedha. Yanga inacheza mchezo wake Zanzibar. Unawapeleka mashabiki wa Yanga za Mwanza kwenye dabi ya mashabiki. Ina maana Yanga ikose fedha, si ndio? Kwa hiyo wewe unahujumu hivi vilabu, si ndio? Kwa hiyo hatutakiwi kufika huko. Mimi niliwashauri lakini ikaonekana nafanya makosa. Na mimi ni muumini wa maendeleo na kuheshimu vitu ambavyo tulivyokuwa navyo. Baada ya yeye kufanywa fujo pale KMC, fujo nyingine ilihamia Zanzibar. Mimi nimemshuhudia kwenye derby ya Kariakoo juzi. Yes, shabiki kaja akampiga. Sasa anajitengenezea mazingira mabaya sana. Kwa sababu umeshakuwa shabiki kapiga Dr. Mo. Shabiki kafika na mvamia, ndio unanikera sana, unaniudhi, unanichafua, naumia kwenye nafsi yangu. Sasa kama shabiki mwenzako anakuja na kufanya kupiga bao, inakuwaje? Sio sawa. Kwa kuna wakati tunatakiwa kubadilika. Sisi ni watu ambao Watanzania wanatufuatilia. Sio Tanzania tu, mpaka nje ya nchi wapo mashabiki wengi. Wakiona kapteni anazungumza wanataka kusikiza anazungumza nini, kupitia Kajenjele, Dr. Mohamed anazungumza nini. Kwa hiyo wewe unakuwa ni mtu ambaye wa kuzungumzia mema timu inapofanya vizuri. Lakini timu inapopitia nyakati ngumu sio sehemu. Ushawahi kumuona influencer wa Yanga labda mwalimu amefanya vibaya, alafu aende akamwataki mwalimu? Sio, kwa sababu ile bado ni mali yetu. Ndio maana mimi mara nyingi nawashauri mashabiki na wanachama wa Dar es Salaam Africans, usiingie kwenye mfumo wa kusema kocha wetu ni mbaya. Kocha ambaye tayari kwenye mechi ya Simba amekabidhiwa tuzo yake ya kocha bora wa mwezi, si ndio? Wa Simba walikuwa wapi? Wao wengine wote walikuwa wapi? Ni kocha ambaye mchezo dhidi ya Namungo hakufanya vizuri, wengi waliongea, lakini mchezo dhidi ya JKT ambao ulikuwa mgumu pia alifanya vizuri. Mchezo dhidi ya Simba hakufanya vizuri. Ukilalamika kwa nini hakucheza vizuri dhidi ya Simba, utakuwa wewe sio mtu wa mpira. Unawadharau vipi Simba ambao ni wahasimu wetu? Umezungumza vizuri, tumaliza kwa sekunde 30. Mnamkosa Pacome Zouzoua, Dickson ndio pamoja na Mohamed Demaro kwenye mchezo wenu dhidi ya Singida Black Star kesho. Itakuwa kama watakosekana kweli wote, itakuwa ni mchezo na nani? Itakuwa ni mchezo mzuri kwa sababu tuna kikosi kipana. Ukizungumzia kwa Dickson Jobu, pale kuna Bakari Nondo Mwamnyeto, hata wakati alivyoumia Bakari alikuja kazima vizuri. Kwa hiyo bado hakuna pengo. Ukizungumzia Mohamed Damaro, pale mara nyingi kabla Damaro kuja, Duke Aboy alikuwa anacheza general, alikuwa anacheza namba 6, Mudathiri Yahya alikuwa anacheza namba 8. Kwa hiyo bado pengo hakuna. Kwa hiyo ndugu yangu kuwa na amani. Kuhusu Pacome Zouzoua, ni mchezaji wetu mzuri, lakini tumepata ushindi wa mechi kadhaa hapa katikati akiwa yeye hayupo. Wamekuwepo wengine na wamekuwa wanacheza. Kwa hiyo ni watoe hofu tu wale ambao wanaweza kasikia hiyo taarifa. Siku 10 ngumu kwa Yanga. Unacheza na Singida, unacheza na Tanzania Prisons, tarehe 15 unacheza na Azam FC. Ndio maana tunawaambia mashabiki, sio wakati wa kuanza kumnyoshia vidole kocha wala wachezaji, kwa sababu tunapitia wakati mgumu. Mechi ziko karibu. Tumetoka kucheza tarehe 1, kabla tarehe 1 tumetoka kucheza mechi ngumu. Dhidi ya Namungo, dhidi ya JKT, tumecheza na Simba. Tunatoka kucheza na Simba, wachezaji wana mapumziko, kesho tunaingia kucheza na Singida. Zote hizi ni timu kubwa. Mechi inayofuata Tanzania Prisons tarehe 15. Hayo Tanzania Prisons tuko ugenini. Moja kati ya viwanja vigumu sana. Sokoine pale tumekwenda kudondosha alama pale. Tarehe 15 kwa Chamazi na Azam. Tarehe 15 niko Chamazi na Azam kwa wachai wale tena. Kwa nini kocha anafananishwa na Romain Folz? Kocha Pedro Gonçalves anafananishwa na Romain Folz. Romain Folz yule ambaye tulimwacha. Ukimfananisha wewe una matatizo ya changamoto ya afya akili. Kwa sababu Romain Folz alitufanya tukafeli na alikuwa manusura sisi tuchomoke tusingie hatua ya makundi. Lakini Pedro ndo amekuja kutubadilisha sisi mpaka kufikia hapa. Amependekeza na niwapongeze viongozi wa Yanga. Moja kati ya watu ambao wanaishi vizuri na benchi la ufundi. Hawaingii kwenye majukumu ya Yanga. Unaweza ukaona mwalimu anapendekeza mchezaji kwenye dirisha dogo na mchezaji wangu ambaye naamini atakuja kwa mtambo wa magoli. Viongozi wanatekeleza ombi lake, wanatekeleza mahitaji yake, wanakwenda kumletea wachezaji ambao wanawataka yeye. Huyo hapa. Nani? Depo. Unamwona Depo ana michezo mingapi sasa na goli ngapi?